Mpendwa, katika siku ya leo ningependa kukuletea mada ya makambi ya mwaka huu, na ningependa tuombe tunapoanza. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua umbali umetuleta. Tunapoenda kuangazia neno lako katika siku ya leo, uwe pamoja nasi kupitia kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, mada hii inaletwa kwako na mchungaji Josephat Bisero, na ningependa kukujuza kwamba tangu jadi Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu amekuwa akiwekea uhuru mwanadamu ili aweze kuchagua. Kwa mfano, unaposoma kitabu cha Mwanzo 2:17, ni peupe Mungu alimpa nafasi mwanadamu aweze kuchagua. Na hata katika siku ya leo na makambi ya mwaka huu, Mungu ametukumbusha yale aliyoyanena kwa Adamu. Hebu tuweze kuhakikisha maneno hayo. Tusomapo kitabu cha Isaya 1 mstari wa 19 na 20, Biblia inasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Haya ni maneno Mungu atanena nasi katika makambi. Na mpendwa msikilizaji, ningependa kukujuza kwamba Mungu anahitaji na angependa tuweze kula mema ya nchi. Ningependa, kabla sijaendelea kuleta mada hii, ningependa niwajuze kwamba kuna wimbo ambao ninapenda sana kuimba, na huo wimbo ninauimba katika lugha ya Kimombo, na ningependa kuimba kiitikio chake. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hakuna njia nyingine tunaweza kupata baraka za Bwana ila tu kupitia kuamini ahadi zake na kutii maagizo yake. Ndipo tutaweza kushiriki furaha ndani ya Yesu Kristo. Mpendwa, kutii sauti ya Mungu kunaleta baraka, kuasi kunaleta madhara. Mpendwa, Mungu ameleta uamuzi peupe katika makambi ya mwaka huu. Kwa hivyo usikose kutii katika maisha binafsi, familia, kanisa na kazi ya umishonari. Mungu ametuita tuweze kutii sauti yake. Mpendwa, Mungu ametupa uamuzi tuweze kuamua kutii sauti yake, ama tuamue kuasi tuweze kuangamia. Mpendwa, ombi langu kama mtumishi wa Mungu ni tuweze kuunganika moja kwa moja, tuweze kutii sauti ya Mungu. Kumbuka, kutii kunaleta baraka. Mungu anataka kukubariki, Mungu anataka kunibariki. Lakini ili milango ya baraka zake iweze kufunguka kwetu, ni kutii sauti ya Mungu. Kinyume cha haya, uasi unaleta madhara. Mungu atuadhibu tu kutokana na hasira yake, lakini mpendwa msikilizaji, tunapokataa kutii sauti ya Mungu, mpendwa, matokeo yake ni madhara. Kwa hivyo, hii ni kwa sababu tunajiondoa katika ulinzi wake. Kwa nini tujiondoe katika ulinzi wa Mungu? Ndio maana na kukaribisha tuweze kutii sauti ya Mungu ili tuweze kula mema ya nchi. Mfano wake kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19, Biblia inasema wazi kwamba, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, wewe na familia yako, wewe na yote yale ambayo unajihusisha. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, usisahau kuweka tarehe ya makambi katika kanisa lako
ili tuweze kushiriki baraka za Mungu. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa umenena nasi, na kwa hakika utaendelea kunena nasi kupitia kwa watumishi wako ambao umeweka wakifu katika makambi ya mwaka huu. Na waombea Baba Mungu uweze kutupa afya njema ili tuweze kutumika sawasawa na mapenzi yako. Na mwombea mpendwa msikilizaji ambaye atachukua muda kupokea ujumbe wako katika makambi ya mwaka huu. Uwe pamoja nasi, uendelee kutuandaa katika ujio wako mara ya pili, kupitia kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.